Habari za asubuhi tena wapendwa. Binafsi nashukuru sana kupata muda huu kwa sababu ya kuja kupresent kwenye mada ya leadership in our community. Tunasema ni uongozi ndani ya jamii. Na pia nishukuru Mungu sana kwa kutuwezesha wote kuwa hapa. Bila nguvu za Mungu labda tusingepata nafasi ya kufika. Kuna walio wengi ambao wamezuilika kwa sababu ya sababu mbalimbali. Na hivyo ni vizuri sana kumrejeshea Mungu utukufu wake kwa yale makubwa ambayo anatufanyia. Kwa majina naitwa Makala Edoni. Nimeoa, nina mke mmoja na watoto 4. Na mimi ni mwalimu by profession. Nilisomea ualimu. Na baada ya kumaliza ualimu nilikuja kuchukua kwamba na passion sana kwa mambo ya maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii. Na kwenye eneo hilo sasa hivi ninaandika, ina maana niko naandika pia, ni mwandishi, lakini pia napenda kuzungumza kutokana na yale ambayo naandika. Na hicho ndio kinanifanya na kuwa certified public speaker. Nilifuatilia pia masomo ya public speaking, lakini pia kuandika. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo yote mimi niko expert. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ambaye anasimama hapo mbele yako ni mtu ambaye amesomea kile ambacho anakifanya. Sasa basi, moja conception mbaya sana ambayo tunayo ndani ya jamii yetu ni kufikiri kwamba sisi sio viongozi, kama alivyosema msimamizi. Na hii ndio sababu walio wengi hawakufika leo, kwa sababu walipoona teme ambayo ilikuwa kwenye flyer wakasema mambo ya uongozi wao. Lakini nataka nikwambie kwamba hiyo conception ni conception mbaya sana. Ukweli ni kwamba wewe ni kiongozi. Tena ni kiongozi mkubwa sana. Kwa sababu katika maisha hakuna kitu kigumu kuongoza kama mawazo yako na hisia zako. Kwa hiyo kama wewe unakuwa na hisia na unakuwa na mawazo na unakuwa unaweza kusimamia hayo mambo, yani ina maana kwamba tayari umeshajiqualify kuwa kiongozi. Lakini tofauti na hapo tu, kwanza kuna mambo mengine mengi ambayo unatakiwa kutawala. Yapo ambayo tutayaona. Na nikwambie kwamba mpaka tunaenda kumaliza somo hili siku ya leo, napenda kila mtu aamini ndani mwake kwamba kumbe mimi ni kiongozi. Lakini pia tuamini kwamba uongozi sio nafasi. Kwa sababu kuna wale wanasema kiongozi mpaka kuwa na nafasi, uchaguliwe kuwa unaitwa sekretari, kuwa unaitwa president, utakuwa kiongozi. Uongozi sio hivyo. Uongozi ni service, contribution, kile unachokifanya, tatizo unalotatua pale unapoishi. Tayari unaweza kujiqualify kwamba wewe ni kiongozi. Na ukweli ni kwamba kila mmoja wetu hapa ana nafasi ambayo ana uwezo fulani, ambao anaweza kutumia ule uwezo kutatua kitu fulani ili tumuite kiongozi. Tuko sawa kiongozi? Ndio. Kwa hiyo wewe ni kiongozi mkubwa sana. Na acha nikwambie, wewe kufika kwako hapa leo, kwako umejitambulisha kama mtu ambaye unajielewa sana, tofauti na wale watu ambao wanasusa kufika kwa sababu ya kufikiri kwamba labda wao sio viongozi. Na ndio maana mapema sana nitaomba kwa tujipigie makofi kwanza, kwa sababu sisi ni watu muhimu sana. Yes. Sasa leo nataka tuzungumze kuhusu community leadership. Na leadership ni moja kati ya subject pana sana, ni kubwa. Utafiti unaonyesha kwamba kuna maelfu ya vitabu ambavyo vimeshaandikwa ndani ya subject ya leadership. John Maxwell, ambaye ni expert kwenye masuala ya maendeleo binafsi na ameandika sana kwenye masuala ya uongozi, ameshaandika vitabu 74 kwenye subject ya uongozi. Sasa siku moja nilimuuliza John Maxwell, kwa nini unaendelea na unapenda kuandika sana kuhusu mambo ya uongozi? Jibu alilotoa napenda nifuatilie kwa makini sana. Alisema kwamba a leader is a problem solver. And in order to solve problems, you need to have the right knowledge.
solutions. Na maana kwamba kiongozi ni mtatuzi wa matatizo. Na ili kutatua matatizo vizuri lazima uwe na ufahamu sahihi kulingana na yale matatizo. Hii inataka kutuambia kwamba kama uko personal leader, uko kiongozi wa maisha yako, usipokuwa na enough information unaweza kufeli sehemu fulani. Ina maana kwamba hata kama hauna nafasi au uitwi president, unatakiwa kila siku uwe unatafuta maarifa. Kama nilivyowaambia wakati uliopita ni kwamba kile unachokijua ndio kinachokuongoza katika maisha yako. Lakini pia ndio kinachokulinda kile unachokijua. Na kama kile unachokijua sio kitu sahihi, kitakupeleka pia kwenye wrong destination. Kwa hiyo kutafuta maarifa kila siku ni kitu muhimu sana. Viongozi tupo. Asante sana. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho nataka nikuonyeshe. Lazima tu tunakuwa na nafasi ya kuja kutafuta maarifa. Sasa nataka tuzungumze kwanza kuhusu majukumu ya uongozi. Majukumu ya uongozi. Na nikisema kuhusu majukumu hapa namaanisha kuhusu expectation, matarajio. Mtu akiitwa kiongozi, tunatarajia nini kwa yule mtu? Ina maana mimi kiongozi natakiwa nijue watu ambao ninawaongoza wanatarajia nini kutoka kwangu. Lakini pia wale watu ambao mimi nawaongoza natakiwa kujua wanatarajia nini kutoka kwangu. Kwa sababu bila hivyo, either mimi nitawapatia wrong service, nikifikiria kwamba hapa nimewasaidia, kumbe hakuna ambacho nimewasaidia. Kwa hiyo sijui majukumu yangu. Lakini pia kuna wrong service kutoka kwa kiongozi ambao tunaweza kuipokea na tunafikiria kwamba tuko sawa. Wanasiasa wanatumia kitu sana. Inapofikia wakati wa makampeni, wanaenda wananunua makayabu, wananunua mikeke, wananunua vitenge, wanakuja kwa kijiji fulani. Mnichague. Anawapa watu vile vitu. Watu wanafikiri kwamba ile ndio service ambayo kiongozi anataka kuwapa. Na hao watu wakisharubuniwa hivi, wanakuwa ni wagumu sana kukubadili. Basi wetu ni fulani, namba fulani ndio wetu. Fulani haitumia vitenge. Come on. Inawezekana kwamba kitenge sio service au sio huduma ambayo kiongozi anatakiwa kupatia. Kuna huduma nyingine, na ndio huduma nataka nikwambie. Na hii pia nataka kutuambia kwamba kumbe ndani ya community zetu tusio wajinga. Kwa mjinga sio tu kama nilivyosema msimamizi. Kwa ujinga maana yake ni kwamba haujui kitu fulani tu. Na kila mtu ni mjinga ndani ya kitu fulani. Unajua vitu vya afya. Uko mjinga ndani ya vitu vya afya, lakini uko vitu vya unajua. Kwa kila mtu duniani kuna kitu ambacho hakijui. Ana ujinga sehemu fulani. Sasa ukiona watu wenzetu wa huko wanavyokuwa, mfano akiona hilo mfano ambao uko popular unaweza kaiona popote, wanakuwa na arrest mtu fulani, wanakuta citizen mtu hapa anatoka na simu anarekodi, alafu ule polisi akitaka kumarrest ule mtu anatoka, no, I know my rights, natakiwa kurekodi, na anasema na precision, anasema na jamii, wali anajua sheria, anajua haki zake. Na sisi inatuni kwamba tunapokosa kujua kwamba tunatakiwa kupokea hiki na hiki kwa uongozi, viongozi watatupatia huduma isiyokuwa ya kwetu na tunakubali. Kuna viongozi ambao tunawatetea leo lakini wanachotupatia sio cha kwetu. Na tunasimama pale sasa, huyu ndio kiongozi, kwa nini alitupatia makamba? Kweli kupewa kamba na kiongozi. Lazima ujue huduma ambazo kiongozi anapaswa kupatia. Kiongozi pia lazima ujue ni nini watu wanatarajia kule. Usiende kupatia watu makayao kwa sababu umesaidia watu. Tuko sawa viongozi? Ndio. Sasa jukumu ya kwanza ya kiongozi ni nini? Jukumu ya kiongozi ni nini ambayo tunakutarajia wewe kama kiongozi? Ndani ya familia, kiongozi ndani ya jamii, kiongozi ndani ya society, kiongozi ndani ya nchi. Tunatarajia nini kutoka kwako? Kitu cha kwanza, na kabla ya kufika hapa, ngoja nikuambie kitu ambacho moja kati ya viongozi wakubwa ambao historia haiwezi kusahau. Alikuwa ni Mgiriki anaitwa Alexander the Great. Sijui kama mshauri. Alexander the Great alisema msemo wake mmoja kusema kwamba a group of lions led by a sheep
will be destroyed, defeated by a group of sheep led by the lion. Alisema hivi, kundi ya simba ambayo inaongozwa na kondoo itapigwa au itashindwa na kundi ya kondoo ambayo inaongozwa na nini? Na simba. Kuna mtu mmoja nilimwambia hivyo jana, akasema it's impossible. Nikamwambia yes, it's possible. Na ndio hapa tunaanza kuona jukumu ya kwanza ya uongozi. Ndio maana uongozi, ukisikia majukumu, utaona kwamba kumbe uongozi sio kitu cha mchezo. Iko very serious issue. Basi nakuaje? Jukumu ya kwanza ya uongozi. Ngoja tuje kwanza kwenye mfano nifafanue. Nionyeshe iko possible kivipi. Ni kweli simba watapigwa na kondoo kama leader yuko sawa wa zile kondoo. Let me show you. Kasi ya leadership na hiyo global definition of leadership. Ukienda popote watakwambia definition. Leadership is the capability or capacity ya ku-inspire, ku-influence, ku-empower na ku-guide your people to the greatness. Asemi uongozi kazi yake ni ku-inspire watu ambao wanaongoza, kuwa-influence, kuwashawishi, ku-empower na maana kuwaongezea nguvu na kuwa-guide ili muende kwenye greatness. Kwa sababu tunaconsider simba kama kiongozi mzuri, ina maana atafanya kazi nzuri kwa watu ambao wako nyuma yake. Ina maana simba ata-inspire kondoo, ata-influence kondoo, ata-empower kondoo, na ata-guide zile kondoo kufika kwa greatness. Lakini upande wa pili ambapo kondoo ndio kiongozi, ambao sio kiongozi mzuri, baada ya ku-inspire watu wake, baada ya ku-influence watu wake, baada ya ku-empower watu wake na ku-guide watu wake, kondoo atakuwa ananyonya tena watu wake. Kwa hiyo it doesn't matter una nguvu kiasi gani, it doesn't matter una timu nzuri kiasi gani, kama leadership imekufa na hakuna kitu ambacho utakifanya. Hii kundi ya simba itapigwa na kundi ya kondoo. Hapana kwa sababu simba zina nguvu, kwa sababu wananyonywa na uongozi. Tuko sawa? Ndio. Tukiwa hapa piga macho mbali, angalia nchi zetu. Nchi kama ile inawezaje kupigwa na nchi kama ile? Si kwamba ndani ya ile nchi hakuna wasomi. Kwanza moja kati ya nchi ambazo zina wasomi wengi, ile nchi yetu nayo hiyo. Si kwamba nchi yetu haina resources. Kwanza tuko wengi. How come tunashindwa kupata? Hivi ushasikia nchi ambayo jeshi anapokea $100? Baada ya kupata inspiration, empowerment, kuwa influenced na viongozi wetu. Viongozi wetu sisi wanatukula tena. Zile nguvu zote na mambo mengine yote hayaonekani. Viongozi tupo. Kazi ya kwanza kama wewe kwako kama kiongozi, hakikisha kwamba una inspire watu wako. Sasa unajua influence, kushawishi ni kuwa na uwezo wa kubadilisha mitazamo ya watu kupitia maneno na matendo yako. Ndio maana ushawishi. Ushawishi sio kwamba kumwambia mtu nipende. Hapana. Fanya kitu nikupende. Fanya kitu nikuamini. Sema kitu nikuamini. Sema kitu nikupende. Hapana nipende hapana. Ndio maana ushawishi. Ina maana kwamba kama wewe ni kiongozi, matendo yako, maneno yako yanatakiwa kuwa na uwezo wa kutoa akili ya mtu sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Kumwaminisha mtu kwamba yeye haiko weak, iko strong. Maneno yako na matendo yako tu wanashawishika. Na hii ndio kazi ya kwanza ya viongozi. Na maana kama wewe ni kiongozi ndani ya familia, inabidi familia yako, inabidi watoto wako wajisikie kwamba baba yetu anatushawishi kwa tabia zake.
Na ndio maana Biblia inasema parents do not exasperate your children. Kwa exasperate mtu ni kumwambia acha kufanya kitu ambacho wewe unafanya. Wewe unaniambia mimi nisivute sigara, wewe unavuta sigara. Ndio ni influence yake. Tuko sawa? Ndio. Uongozi. Kwa hiyo service ya kwanza ya kiongozi popote pale ulipo katika maisha yako, wewe kama kiongozi, tafuta kuinspire watu. Na pale sio vitu sasa ya kuomba jamani, fanya vitu ili watu kukubali kile ambacho unafanya. Kazi ya kwanza, inspire watu. Kazi ya pili, influence watu, washawishi. Kazi ya tatu, empower, wape nguvu. Wape watu mitaji. Unasikia wengi watu wanapewa mitaji. Watu wanapewa masemina za hivi za kusutenir akili yao. Ongezea watu wako nguvu. Alafu wakae waongoze. Tembee hivi, tutembee hivi. Hapana, usifanye hivi. Kiongozi anatembea na watu wake. Hii ni kazi ya kwanza na jukumu ya kwanza ya uongozi. Kama kundi ya simba inaongozwa na kondoo, itapigwa na kundi ya kondoo ambayo inaongozwa na simba, kwa sababu yule simba ni kiongozi mzuri. Yule simba ana uwezo wa kuinspire watu wake, anaongezea nguvu, anawainfluence na waonekane wakubwa. Let me tell you, kundi ndo minorite ambayo iko bien kila siku itapiga majorite ambayo haiko hii. Hata mkiwa wengi kiasi gani na mko ini, uongozi wenu hauna plan zote za kuwaweka pamoja, mtapigwa na watu wachache lakini ambao wamejiunga pamoja. Kwa sababu nini? L'union fait la force. Tuko pamoja? Tuko pamoja viongozi? Ndio. Kwa hiyo service ya kwanza ambayo unatarajia kwa kiongozi wako ni kwamba kiongozi anatakiwa ku-inspire, aku-influence ndani ya mambo mazuri, akupatie nguvu. Lakini pia sasa ndio aende na kuongoza, kisha kupatia vile vitu vyote, ndio sasa aende na kuongoza, sio kupatia kanga. Unarizika na kanga namna gani? Tuko sawa? Ndio. Hiyo ni jukumu ya kwanza. Jukumu ya pili, tunasema kwamba celui qui ne sait pas ce qu'il cherche, il ne saura jamais ce qu'il va trouver. Na kutoa mfano, kama hujui kile ambacho unakitafuta, hautajua kile ambacho unakipata. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa anatafuta mkate. Tafuta mkate jamani, tafuta. Ufika hivi akaona begi ya pesa. Akafunga pesa. Sasa sitafuti pesa, natafuta mkate. Akaacha ile begi ya pesa, akaendelea kutafuta mkate. Anashindwa kuona kwamba kile ambacho amekipata pale ni mikate na mikate na mikate na mikate. Kwa kama ujui unatafuta, hata ukikipata hautajua sasa hivi nimepata. That's why we need to be informed. Tunatakiwa kupata information. Kuhusu droit zetu, information kuhusu nini tunategemea kwa viongozi. Sasa kitu cha pili, huduma ya pili ya kiongozi, jukumu ya pili ya kiongozi kwa watu wake. Kiongozi anatakiwa kufanya nguvu zake zote kumaintain watu wake ku greatness. Greatness ni ukubwa, la grandeur. Hakuna mtu ambaye anazaa watoto wake hapa alafu ategemee wale watoto watakuwa average maisha. Yupo? Kila mtu anategemea kwamba hawa watoto ambao ninawazaa watakuwa wakubwa siku moja. Hawa watoto watakuwa hivi. Hawatafika kule bure kiongozi. Hawatafika kule bure. Kuna mambo ambayo unalazimika kuyafanya ili wafike vile. Na hii sababu ni pana sana. Unaona, ukisoma Ecclesiastes 10:16 katika lugha ya Kiingereza wanasema woe to the land, woe to the land when the slave na maana mtumwa becomes king. Woe to the land when the slave becomes king. Asema ni hatari sana kwa nchi, ni hatari sana kwa familia, ni hatari sana kwa community,
ni hatari sana kwa society ambayo kiongozi bado ni mtumwa. Hii point tafadhali nifuate makini. Usipofuata makini huwezi kuelewa. Sasa tujifunze mtumwa ni nani? Slave ni nani? Na hapa sizungumzi kuhusu physical slavery au mental slavery, naongea kuhusu spiritual slavery. Na ukisikia kitu kiko spiritual, ina maana kinagusa mind. Ni kitu tayari kinaweza kugusa mind yako, mindset, fikra. Na kama kisi mnajua fikra is the way of thinking, na unavyofikiria. Sasa slave ni mtu ambaye hajakomboa fikra zake. Wakati tulikuwa tulifundisha somo ndefu kuhusu ukombozi wa fikra. Mtu ambaye ni esclave, spiritual slavery, ni mtu ambaye hajakomboa fikra zake. Huyo ni esclave. Sasa basi, mtu ambaye hajakomboa fikra zake ni mtu anakuwa vipi? Ni mtu ambaye anacheza ndani ya negative camp. Na mtu ambaye amekomboa fikra zake ni mtu ambaye anacheza ndani ya positive camp. Ina maana hauko tena slave kama unacheza ndani ya positive camp. Uko slave kama unacheza ndani ya negative camp. Kama ni vile kumbe tunatakiwa kujua negative ni kitu gani? Kitu gani kiko negative? Kitu gani kiko negative? Kitu gani kiko positive? Tunapata jua. Sasa hivi mtu akija kwangu na kisu, mimi nikimuua ni negative au ni positive? Kwa hiyo tunapata kujua negative ni nini, positive ni nini. Tunasema slave ni mtu ambaye anacheza ndani ya camp ya negativity. Hajabadilisha fikra. Na mtu ambaye haiko tena slave, ina maana anaanza kucheza ndani ya camp ya positivity. Negativity, nisikilize hapa kwa makini, ni mtu ambaye anafanya mambo ambayo yako nje ya haki ya wanadamu, nje ya sheria zilizowekwa. Wewe tayari unacheza ndani ya camp ya negativity. Kwa hiyo kiongozi, leo, kuanzia leo, ukiua mtu ili upate pesa, unacheza ndani ya camp ya negativity. Kuna nchi ambazo zinajitajirisha leo kwa sababu ya kumwaga damu za nchi zingine. Huko ndo naenda. Kuna watu ni matajiri leo, lakini hawakupata zile pesa kiwalani. Ni kwa sababu waliumiza mioyo ya watu wengine huko. Tayari wale watu wako wanacheza ndani ya camp ya negativity automatically. Sasa kazi ya kiongozi ni nini? Ni kuhakikisha kwamba watu wako, nchi yako, jamii yako, familia yako mnafikia greatness. Lazima uongoze watu greatness, uongoze watu kwenye ukubwa fulani, kwenye mafanikio, lakini in the right way. Na hapo ndio kuna msingi. Nitafanyaje sasa nipate utajiri? Nitafanyaje sasa niendeleze nchi yangu, niendeleze familia yangu, nipate mafanikio ndani ya nchi yangu kwa njia sahihi? Ndio shida. Kwa hiyo hii conception inataka kutuambia kwamba kuna maraisi ambao bado ni maslave leo. Kuna viongozi wa community ambaye ni maslave leo. Kuna viongozi wa mafamilia ambao ni maslave. Kwa nini? Kwa sababu wanapenda kweli kufikia greatness ya kile ambacho wanakiongoza, lakini ni au detriment ya vitu vingine. Wanaua kwanza ndio wanapata, wanapora ndio wanapata. Kwa hiyo hakuna kitu kigumu kama upate kitu ambacho kiko clean, yaani uko na success ambayo iko clean. Na ndio kisi kiongozi anapaswa kufanya. Hakikisha kwamba unafikisha nchi yako sehemu fulani, unafikisha jamii yako au familia sehemu fulani, uko na success ambayo iko clean, ambayo haina mambo
mikato. Viongozi tuko pamoja? Nafikiri moja ilikuwa ngumu kumeza na ilikuwa ni ngumu pia kuelewa. Kwa hiyo nafikiri baadaye tutaruhusu maswali. Hiyo ndio jukumu ya kiongozi. Tunategemea hapa, ngoja nifanye sentence kidogo. Tunategemea kwamba kiongozi ataweza kutu inspire, ataweza kutu influence, kiongozi ataweza kutu empower, kutuongezea nguvu, na kiongozi ataweza kutuongoza. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho tunakitegemea. Kitu cha pili, kwa vyovyote vile ambavyo kiongozi atafanya, tunategemea kwamba atatuchorea njia za kufikia mafanikio bila kugusa pembeni, bila kwenda kinyume na haki za watu wengine, bila kwenda kinyume na sheria. Na hapo ndio kuna msingi. Na ndio maana sisi ambao tulisoma historia, nafikiria mnakumbuka pia, mlikuwa mnasikia hii term sana. Mnasikia kwamba à l'époque des rois fainéants, l'empire a connu sa décadence. À l'époque des rois fainéants, l'empire a connu sa décadence. Ina maana kwamba empire ilianza mwanzo kule. Wale watu wote ambao huko na waongoza, huko wengine waliwaongoza, walikuwa na the same resources, kila kitu, lakini wali keep up. Empire ilikuwa na nguvu, empire ilipambana, watu walikuwa right. Wewe kuchukua empire ina maana wewe kiongozi, wewe ndio fainéant. Wewe ndio umeshindwa kumaintain vitu vya huko na huko, ukae hapo katikati. Kwa sababu gani? Ufikie greatness in the right way, ufikishe watu wako pale vizuri bila kuangalia huko au huko. Tuko sawa viongozi? Ndio. Hapo nitaka nizungumze kuhusu jukumu au majukumu ya viongozi. Ni nini tunatarajia kutoka kwa viongozi wetu? Sio kupewa kanga na wanazika, hapana. Kuna mambo mengine ambayo yanatufikisha mbali zaidi. Na baada ya kuzungumza kuhusu hiyo point, napenda sasa tuone hivi uongozi ni nini? Leadership. Uongozi ni nini? Kumbuka, mpaka unatoka hapa unatakiwa kuamini kwamba wewe ni kiongozi. Lakini pia unatakiwa kuamini kwamba uongozi sio position. Uongozi ni contribution. Uongozi sio nafasi. Uongozi ni service ambayo unatoa kwa watu. Uongozi. Lakini pia nitakuempower leo na nitakuinspire wewe kuwa solution ya tatizo fulani ambalo linaendelea ndani ya familia, ndani ya jamii yako, ndani ya kundi ya kwako, popote inabidi uonekane. You need to show up na kufanya kitu. You need to be a solution provider. Sasa nataka tuone uongozi ni nini. Global definition ya uongozi wewe nimeshawapa. Uongozi ni uwezo wako wa kuinspire watu, kushawishi watu, kuongezea watu nguvu na kuwa guide, kuongoza ili kufikia ukubwa au mafanikio. Huo ndio uongozi. Na huu nafikiri John Maxwell, hii ndio definition yake pia ambayo John Maxwell ni mmoja kati ya expert. Utaenda kutafuta utanguko. Iko very influential when it comes to personal development hapa Amerika. Yaani amefundisha makampuni, viongozi. Ameinua wengi sana. Na ndio maana tunamchukulia kama reference. Naye pia aliweka mkono wake hapa. Ukimtafuta popote utakuwa hii definition John Maxwell aliongezea. Hiyo ndio kazi ya kwanza ya uongozi. Na hiyo ndio definition ya uongozi. Kwa hiyo mpendwa, ukifikiri kwamba uko tu kiongozi jina, tunapaswa tuone kwanza jinsi unatu inspire. Tunapaswa tuone jinsi unatu influence na jinsi unatu empower. Kitu cha pili, na hapa naomba makini pia. Hili definition ambayo inatupatia mwangaza zaidi. Kwa sababu mimi napenda ku break it down. Sitatoa kila kitu mkitabu, hata situfikirie. Hivi uongozi unaweza kuwa nini? Kama ninaweza kupatia devoir hapa, niambie kwanza uongozi ni nini? Unaweza kunipatia, tunaweza tukapata majibu hapa na ambayo yanaweza kutusaidia. Tena mazuri sana. Sasa definition ya pili ya uongozi ni kwamba uongozi ni timu inayosimamia mfumo unaohusika na kutatua matatizo yanayosumbua, lakini pia kuweka mipango itakayosaidia watu.
Acha tu break down. Tuende polepole. Uongozi ni timu. Sijasema ni kundi. Kuna utofauti kati ya kundi ya uongozi na timu ya uongozi. Ndani ya timu tunaona the same goal, na ndani ya timu tunaona order, respect of positions. Kila mtu anaheshimu mwenzake, kila mtu anaheshimia assignment zake. Kila mtu anasema saa 7 tukutane, watu tunakutana. Wewe utapeleka ripoti kwa president, yule anapeleka kwa timu. Kwa hiyo ule Tshisekedi ni kiongozi, lakini kiongozi wa timu. Hawezi kufanya kazi peke yake. Ana watu ndani ya kila department. Sasa ile timu ikiwa inafanya kazi vizuri, tunasema hii timu ina nguvu, inaleta success. Kwa hiyo hii timu inasimamia nini? Inasimamia mfumo, system. Ule mfumo una kazi mbili. Kazi ya kwanza kutatua matatizo ambayo yanasumbua watu. Kwa hiyo kama timu ya uongozi inashindwa kutatua matatizo, ndio pale matatizo yanaendelea na kuendelea, watu wanalia. Alafu sio tu kutatua yale matatizo, lakini pia kuweka mipango ya namna gani watafaulu, namna gani watasaidia watu katika mambo mbalimbali, wataendelea vipi. Kwa hiyo uongozi kazi yake sio kutatua matatizo. Uongozi pia unaweka mipango ya tutaweka hatua gani, tutatoka hapa vipi, tutatoka kwenye kiwango hiki vipi tufike kwenye kile kiwango kingine, tutafika hadi kule. Ndio kazi ya uongozi. Tuko sawa wapendwa viongozi? Ndio. Kwa hiyo uongozi sio kundi. Kundi ni disorder. Ona. Moja kati ya kitu ambacho kimetusumbua sana ndani ya jamii zetu, hususan uongozi ndani ya jamii zetu, ni pale ambapo tunapoanza mwanzoni tunakuwa ni timu ya uongozi, lakini baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, tunakuwa na kundi ya uongozi. Kwanza, heshima hakuna. Huyu ndio president ambao tumemweka, hakuna heshima. Utaleta assignment yako, rapport siku fulani, hakuna. Disorder, kila mtu ni mjuaji, kila mtu hivyo. Kama tayari mmeshaharibu timu yenu, mnaigeuza kuwa kundi, hakuna chochote ambacho utakifanya. Tunasema tukutane saa 4, wao wanafika saa 5. Tayari ile sio timu tena. Ile tayari ni kundi. Na ndio basi kusema kundi ya watu. Ni sawa, timu. Uongozi ni timu. Kwa sababu nini? Kila kitu kinaenda kwa muda, heshima ya juu, responsibility, accountability. Kiongozi ndio kiongozi kwa kutoka, lakini ndio kama anatakiwa kuripotia kwa fulani huko chini yao. Timu. Sasa utaangalia community zetu hivi, hakuna timu za uongozi. Kuna kundi za uongozi, disorder za ajabu. Viongozi tupo. Definition ya 3. Hapa na break down kidogo. Sisemi kuhusu uongozi na sasa kuhusu kiongozi. Na ninapomaliza kuongea kuhusu hili ndio utaanza kujifunza kwamba kumbe wewe ni kiongozi. Hapa naenda direct, naanza kukuchota kidole sasa. Kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu anayeweka usawa pale ambapo usawa umekosa. Huyo ndio kiongozi. Hata kama una position, ukishakuta tu sehemu fulani kuna disorder, sehemu fulani hakuna usawa, wewe unasimama na kuanza kuweka usawa. No, hiki kinapaswa kuwa hivi, kinapaswa kuwa hivi, kinapaswa kuwa hivi. Tayari wewe umekuwa kiongozi. Kwa hiyo hapa nakupoint sasa kidogo. Ndio maana nakwambia wewe ni kiongozi. Tena nafasi ya kuwa kiongozi ipo sana. Easy, simple kuiona. Wewe angalia tu wapi hakuna usawa, anza kuweka usawa, tayari umekuwa kiongozi. Ndani ya familia unaona vitu viko sawa, initiate, create. Jaribu kuangalia naweza kufanya nini ili tatizo liishi. Ukitatua moja kwa moja. Tuko sawa viongozi? Ndio. Pili. Kiongozi ni mtu ambaye anachukua hatua ya kwanza kuelekea kupambana na changamoto au matatizo ambayo yanasumbua. Kiongozi ni mtu ambaye anachukua hatua ya kwanza kuelekea kwenye safari ya kuanza kupambana na matatizo au changamoto zinazoendelea.
ambayo tulikuwa tumeshajenga ndani ya watu. Let me tell you, I am a leader. Mimi ni kiongozi, kwani nime-initiate kitu cha kwanza kuweka education ndani ya vitu vya watu, kwa sababu ni tatizo. Kwa hiyo mimi najua tayari mimi ni kiongozi. It doesn't matter utaniambia mimi ni kiongozi. Na wewe kama ushaanza kusaidia watoto baada ya kuona tatizo fulani endelee, tayari wewe ni kiongozi. Usipojua hilo, utamisbehave. Utafanya ambacho hukutakiwa kufanya kama kiongozi. Kiongozi hakubali kwamba yeye unatoa familia yetu ndio hiyo utafanya haya tukae. Kiongozi sema no. Kuna kitu ambacho tunaweza kufanya kumalizana na hili tatizo lote. Viongozi tupo. Kiongozi nani? Kiongozi ni mtu aliyejitolea kusimamia wengine ili kuelekea kwenye mafanikio fulani. Kiongozi ni mtu aliyejitolea kusimamia wengine ili kuelekea kwenye mafanikio fulani. Tayari ni kiongozi. Kwa hiyo hapo ninapozungumza ya mambo, napenda uendelee kujiona kama kiongozi fulani hivi. Yaani mbona mimi naweza simamia watu? Mbona mimi naweza tatua tatizo fulani? Mbona mimi naweza kubuni kitu fulani? Alikuwa definition ambayo inakuja hapo mimi ngoni tunasema kiongozi ni mtu anayebuni solution ya tatizo. Na kitu kinachokusaidia kubuni, kitu ambacho kinakusaidia kubuni ni yale ya kutokukata tamaa. Look, let me tell you guys. Nafikiri asilimia karibia watu wote hapa sio tu wakongomani. Asilimia kubwa. Yaani matatizo yanayoendelea pale nyumbani bado siku moja yataweza kuisha. Lakini hayawezi kuisha kama tutakuwa na kitu tunaita broken spirit. Broken spirit maana yake ni broken spirit ni kukata tamaa kwenye level ya kusema kwamba yani amani haiwezi kuwa kamwe. Yaani wakongomani hatuwezi kugeuka kamwe. Yaani kitu fulani hakiwezi kutengamana kamwe. Ukisema hicho ndani ya moyo wako, ina maana tunakuqualify kama mtu ambaye your spirit is broken. Imevunjika. Na tatizo moja ya kuwa na spirit ambayo iko broken ambayo imevunjika ni kwamba una block nguvu za creativity. Mtu ambaye iko creative ni mtu ambaye hajakubali. Licha ya yote ambayo anapitia, licha ya madhara yote ambayo anayaona mbele na mambo mengine, anasema I still have at least percent kidogo ya hope. Angalau na matumaini kidogo kusema kwamba one day jua linaweza kuchomoka. Ukikuwa na spirit, you may have that force to create, ya kubuni kitu fulani na kutoka. Lakini kama una hiyo spirit unasema unajua sisi wana hakuna. Na kweli hakuna kitu tabuni. Huko watu wawili walifungwa kwenye gereza moja. Mmoja akasema hivi bwana nimefungwa hapa nafikiri ya kwangu yameishia hapa. Lakini mwingine akasema no. Mimi humu gerezani humu nitatoka. Humu gerezani ikuwe baada ya miaka ngapi nitatoka siku moja. At the end of the day, yule aliyeamini kwamba siku moja atatoka na alifanya nini? Alitoka. Yule aliyeamini kwamba haiwezekani aliendelea kubaki. Kwa nini? Yule aliyeamini kwamba nitatoka, muda wote aliyokuwa anakaa pale gerezani alikuwa anafikiria kitu kimoja, nifanye nini ili kutoka. Na maana spirit ya creativity ya hao wanaweza kutoka ndani ya gereza bado ilikuwa inamtembea. Akishindwa na hiyo wazo anapima wazo nyingine, akishindwa hiyo wazo anapima wazo nyingine, anasema lazima. Ule mwingine kwa sababu aliblock ule mlango wa creativity mapema, alizeekea mle ndani, mwezaka akatoka. Kwa hiyo kiongozi mtu ambaye hakubali kushindwa licha matatizo yatakuwa yanaendelea. Yeye anasema kwamba one day is not going to be the same. Mambo yatakuwa sawa tu. Hata kama nitakuwa sipo tena, sitakufa na spirit ya kukata tamaa. Sitaenda na hiyo spirit na karudi. Tuko sawa viongozi? Kwa hiyo wewe ni kiongozi mkubwa sana. Lakini tunataka kuambia acha yote ambayo yanatokea tokee. Tusiseme kwamba haiwezekani. Tuamini kwamba siku moja itawezekana tu. Hiyo itatuachia mlango wa creativity na tunaweza kujua siku moja tufanye nini ili tutoke. Kama hivi kitu tunafanya, tunazarau haya mambo. Elimu ni muhimu sana. Hivi nipe mfano hapo tunajaa tu kwa watu 1000, tunafundisha watu wanaenda huko kila mtu anaweza kuinspire simu zake. Tunaweza kutoka.
Tukicreate nini tufanye? Sasa hapo nataka nikuonyeshe kumbe uongozi ni nini. Tunapaswa kuelewa uongozi vizuri sana. Na nashukuru kwa sababu tulianza pia na majukumu ya uongozi. Hapa tunaanza kutoa vitu mbalimbali. Usikuwa kupewa kanga na mazirizika aseme hapa kiongozi amenihudumia. Kuna mambo ambayo anatakiwa kuhudumia msingi. Sasa naona nikuonyeshe umuhimu wa uongozi. Umuhimu wa uongozi. Pointi ya 3. Umuhimu wa uongozi. Mwalimu mmoja ambaye ni expert pia kwenye masuala ya maendeleo binafsi anaitwa Miles Monroe. Aliweza kuzungumza kuhusu umuhimu wa uongozi. Kabla sijaongeza hapa ambayo mimi mwenyewe binafsi niliyatoa, ngoja tumsome kwanza huyu expert. Alisema kwamba nothing happens without leadership. Hakuna kitu ambacho kinatokea kama hakuna uongozi. Akasema nothing begins without leadership. Hakuna kitu ambacho kinaanza kama hakuna uongozi. Anasema hivi, nothing improves without leadership. Hakuna kitu ambacho kitajiboresha chenyewe kama hakuna uongozi. Anasema hivi, nothing develops without leadership. Hakuna kitu ambacho kinajidevelop chenyewe kama hakuna uongozi. Nothing progress without leadership. Na mwisho tumejaribu kusema kwamba nothing succeeds without leadership. Tuosawa viongozi. Uwezo wetu kama viongozi ndio utafanya tuweze kupata mafanikio. Nafikiri nishawaonyesha pia kule nyuma. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitajitokeza chenyewe. Hakuna kitu ambacho kitajidevelop chenyewe. Hakuna solution ambayo itajichukua yenyewe. Lazima sisi ambao tuko hapa tutoke na kiapo kusema kwamba mimi tatizo fulani ndio yangu. Na subiri tutafika hapa, kuna pointi nzuri sana. Tutapenda kuonyesha kila mtu ajue sehemu ambaye anaweza kwenda kuataki moja kwa moja anatokea. Hapo tunaongea kuhusu wito wa uongozi. Unaitwa wapi? Sababu sehemu ambayo mimi naitwa, labda sio sehemu ambayo naitwa. Huko mtu ameitwa kwa government, kama unaona Tshisekedi pale, wewe umeitwa kushamba. Na kusimamisha nisema. Huko mtu aliitwa kwa muziki, na ndio maana Michael Jackson tunamwona anaongoza muziki, anasimamia kwa mtu aliitwa kumpira. Kama tunaona Messi anasimamia kule, kila mtu ana eneo yake. Wewe uliitwa wapi? Je, uliitwa kukwaya au uliitwa wapi? Usidharau space ambayo uko ndani. Usifikiri kila mtu atakuwa politician na subiri tutaliongeza hata tusicheze muziki bila nani kama yako. Kwa hiyo nothing succeeds without leadership. Hakuna kitu ambacho kitafanikiwa kama uongozi hauko imara. Uongozi ina inspire watu na kuongoza watu. Sasa haya ni yangu sasa. Tunasema hivi. Kulingana na tunajifunza kwamba kitu cha kwanza, hakuna kitu ambacho kitanyooka, njia ambayo itanyooka hivi kama hakuna viongozi. Kama familia yako inatengana leo, ni kwa sababu labda kuna irresponsibility ambazo unazifanya kama kiongozi. Ili kunyoosha zile sehemu mpaka ujirudilie. Inawezekana unalewa sana. Inawezekana ufanye majukumu yako kama unataka kufanya kama kiongozi wa familia, kama kiongozi ndani ya jamii. Vijana waeleweke. Wewe kwako unaeleweka? Mpaka wewe kwanza ujinyooshe. Wewe hakuna kitu kinachinyoosha. Wewe kama kiongozi ni kazi yako kunyoosha. Kumbuka tunazungumza kuhusu majukumu ya kiongozi. Na ni umuhimu wa uongozi. Kwa hiyo kiongozi kazi yake ni kufanya kunyoosha pale palipopinda. Kazi ya kiongozi ni nini? Kuleta mwangaza pale ambapo kuna nini? Kuna giza. Watu waone, watu waelewe, leta mwangaza. Jaribu kutafuta nini cha kufanya ili watu waone, watu wapate matumaini. Kazi ya uongozi ni nini? Kuleta matumaini pale ambapo watu wamekata tamaa. Hivi ukifika miji kama Bukavu, Goma sasa hivi, watu wamekata tamaa kwa kiasi cha ajabu sana. Unasikia kila siku watu 5, 6, 7 vijana wanakufa kila siku. Kiongozi ni nani? Ni mtu atafika pale awambie msikate tamaa. Tuko hapa nani? Tuna initiate kundi ya vijana hapa, tunasimama kufanya pato. Kama watatu watu hapa, kiongozi anapatia watu espoir. Watu wamekata tamaa, kazi yako ni nini? Simama, fanya
position, wewe ni kiongozi. Kiongozi katika nini? Ni kuponya mioyo ya watu. Watu ambao wameumia. Kuna sehemu ambayo ukifika, baba, njoo ufike. Hivi tena ule mtoto aliiba zile hela zote. Hivi ndio vile mama yake. Unazungumza nini kama kiongozi? Unafanya action gani kama kiongozi? Ili ule moyo ambao unavuja damu, wewe uweze kurepare. Unafanya nini? Kiongozi. Kiongozi ni mtu ambaye anaponya mioyo ambayo inavuja damu. Ndio kazi yako. Watu wana matumaini. Unafanya nini kama kiongozi? Na en bref, tunaona kwamba kiongozi kumbe ni mtu ambaye anatoa solution kwa matatizo ambayo yanaendelea. Kiongozi analeta solution ya matatizo ambayo yanaendelea. Hiyo ndio umuhimu wa kiongozi. Kama ni kiongozi ambaye hakuna solution unaleta, hakuna unacho initiate ili kututoa ndani ya shida, wewe sio kiongozi. Kiongozi sio nafasi. Kiongozi ni contribution. Qu'est-ce que tu contribues kwa maendeleo ya kitu fulani? Solution gani unaleta kwa matatizo ambayo ni miaka na miaka inaendelea? That's why popote pale ambapo matatizo yanakuwa mengi, mtu akiraise anasema nitakuwa solution provide kwa hiyo kitu. At the same time watu wanasema a leader anafika, kiongozi. Kuna watu wanaitwa ni viongozi na hawajawahi kuchaguliwa hata na mtu mmoja. Na hawajawahi kupata nafasi yoyote. Service anavitoa. Tuko sawa viongozi? Ndio. Na endelea kutegemea, na I feel this kwamba hapa tuna viongozi. Tuna watu ambao tunakuwa solution ya matatizo ambayo inaendelea kutusumbua kwenye maeneo ambayo tutakwenda hapo baadaye. Sasa lazima tunafika kwenye eneo lenyewe. Leo tutakuwa very short. Sasa nataka tuzungumze kuhusu wito wa uongozi. Wito wa uongozi. Leadership calling. Kila mtu yuko na calling yake. Tusiingiliane kwa space utaenda kuboroga. Usifanye ambacho fulani anakifanya. Fanye kile ambacho unakiweza. Sasa unatakiwa kujua uliitwa wapi. Na kwa nikwambie, Mungu ni spirit. Mungu anapenda sana kutusaidia. Lakini haitawezekana hata siku moja Mungu kutokea hivi ghafla akuja kuwasaidia. Ili Mungu asaidie watu, anatumia watu. Anafanya nini? Anakupatia mawazo. Unapata picha fulani ambapo tofauti kabisa na kisi watu wengine wanaona. Afu ukishapata yale mawazo unayaona, na ukianza kupata picha ya kile kitu, tunaweza unapata maono. Yale maono yametoka wapi? Ni yako. Yale maono ni yako. Hapana. Ni maono ambayo Mungu amekupa ili ukue solution kwa tatizo fulani kwa bahali yake yeye. Kwa sababu yeye atatokea physically, ifuata kufanya mtu ambaye na mwili ili aende kufanya kitu. Hiyo ndio inakuwa. Sasa Mungu anatuita kwenye maeneo 7 makubwa. Kwanza actually ni maeneo 8. Mungu anatuita kwenye maeneo 8 makubwa. Unajua ilikuwa ni mwanzoni wa mwaka 2000. Mwanzoni sana wa mwaka 2000. Mtu mmoja ni American. Anaitwa kwa jina la Lawrence Wolnow. Lawrence Wolnow. Huyu ni mtu wa kanisa sana. Ni wa Texas. Alikuja na conception ambayo tunaita 7 mountain of influence. 7 mountain of influence. Alisema hivi, kuna maeneo 7 ambayo watu wanatakiwa kujiposition na kuinfluence sehemu hiyo. Kumbuka influence ni kufika sehemu na kuleta mabadiliko sehemu hiyo. Kama chumvi, unajua chumvi? Chumvi akifika tu lazima ladha ifanye nini? Badilike. Ndio kitu naona unatakiwa kuwa. Ukifika sehemu lazima watu waseme hapa kulikuwa mtu fulani alikuwa hapo. Ukitoka Denver unaenda Kansas, ukifika tu Kansas watu wajue kulikuwa mwanaume fulani alikuwa hapo. Uko kama chumvi. Ukitoka Kansas nasema mimi naenda kuishi Nashville. Watu wanatakiwa kufeel kwamba kuna mtu alifika hapa. Ndio maana ya influence. Sasa akasema hivi, kuna maeneo 7 ambayo mtu anatakiwa kuwa na influence.
influence. Na mimi niliongeza eneo la 8 kwa sababu nafikiri ni eneo la muhimu sana. Na nitakuonyesha kwa nini niliongeza. Eneo ya kwanza ambalo natakiwa kujenga influence ni kwenye eneo ya familia. Familia. Wangapi wanaona kama mnavyoona? Familia imepoteza nafasi. Familia zetu zinakuwa bombarded na matatizo mengi sana. Wazazi kuna baadhi ambao hawaelewi majukumu yao. Watoto wamekuwa watovu wa nidhamu ya hali ya juu. Familia imekosa mwelekeo. Swali ni moja. Who is to solve the family? Nani kati yetu hapa atajiposition kwa aina fulani aende kuokoa familia, aende kupambana familia? Kwa sababu kama mnavyojua, is always me first, family, community, society, country. Mimi, kisha familia, kisha community za mingi zinazaa society za mingi zinazaa country. Kwa hiyo kama familia itaendelea kukaa under this attack ya kuwa weak families, because there is no leader mwenye anasimama kupambania family, kuandika, kushauri wazazi, kushauri watoto ili kwamba tupate familia zenye nguvu. Tusitegemee kupata community zenye nguvu, tusitegemee kupata society zenye nguvu, tusitegemee kupata nchi zenye nguvu, kwa sababu kila kitu kinaanza ndani ya familia. Kwa hiyo kunatakiwa patikane watu ambao watasema no, mimi passion yangu ni kuokoa familia. Mimi ni kiongozi kwenye eneo la familia. Asimame, aandike, azungumze kama anavyozungumza, afanye semina na wazazi, awaambie wazazi 1 2 3 4 5, akae na watoto ili kwamba tupate good fruits, tupate matunda mazuri ndani ya familia. Tukipata matunda mazuri ndani ya familia, community itakuwa nzuri, society itakuwa nzuri, mpaka nchi yetu itakuwa nzuri. It's always from addiction to addiction. No principle ya maendeleo. Kuko principle moja kubwa na ya kwanza ya maendeleo nini? Addiction or addiction. Maana kuanza kwa umoja kwenda kwa wingi. Ndio kisa maendeleo yanaanza. Wanakwambia the best way to improve your team is to improve yourself. Kila siku tunataka kuanza huko chini ndio tunapanda juu. Useme tutageuka aje? Anza wewe. Wewe ukigeuka na ule mbona tunageuka hivyo? Kwa hiyo ukipenda kwenda kugeuza kundi unafanya fail. Hauwezi kugeuza kundi, unageuza watu walio ndani ya kundi. Nasema hii principle kwa sababu kuonyesha kwamba ni muhimu sana leo tupate viongozi hapa ambao sasa mimi mambo ya kwaya mambo ya muziki mambo ya politics mimi ni familia. Nitashauri wazee, nitashauri wazazi, nitaandika kwa sababu ya watoto, nitazungumza, nihakikishe kwamba ninaleta influence kwenye eneo la familia. Kwa sababu familia iko under attack. Tuko viongozi wa familia. Tuko. Eneo la pili ambao watu wanaitwa. Kwa hiyo wewe unatakiwa wazi kuona wapi unajisikia kwamba kwa sababu utaniona tu. Kuna mtu kupitia familia tu yake. Uko kwenye right position. Uko kwenye eneo zuri. Usilizarau. Usifikiri kwamba ni maslahi. Ni eneo muhimu sana. Eneo la pili, media. Wangapi wanaona kama mimi? Mimi kuna muda mwingi nakuwa nachukua sina Facebook. Yaani media mimi ninayo tu kwa sababu mimi ni content creator. Nina post Facebook, nina post Instagram, nina post TikTok kwa sababu ya kuinfluence watu kwenye eneo langu. Ndio maana ninayo. Bila hivyo ningevuta vyote. Kwa nini? Media iko under attack. Angalia agenda ambazo ziko publié media. Hauwezi kuangalia mimi na baba yako hivi muangalie mimi kwa Facebook. Dakika mbili vitu vya ajabu vinaanza kutokea. Who has to change that? Lazima kupatikana watu kusema no, tunatakiwa kureview nini kiko kinakuwa published with media. Kusaidia community. Kwa sababu media ina nguvu za ajabu sana. Unajua kuna watu ambao usingewajua katika maisha yako lakini kwa sababu media umewajua. Kuna mambo ambayo usingeweza kuyafanya kwa sababu media unayafanya. Haya mambo ambayo tunazungumza hapa yatafikia watu 1000 kwa sababu ya media. Kwa hiyo content ambayo inatumwa kwa watu kupitia media ni content gani? Kwa hiyo media pia iko under attack. Na ni wewe unanisikiliza
ambao utajiposition kisi unajua kusema mimi nitapambana na mambo ya media. Lazima media create content ambayo itasaidia kuliko content ambazo zinaendelea kusumbua vijana kila siku. Viongozi tupo media. Na kitu kingine ambacho kinifanya ni kwamba kama wale watu ambao wana publish mambo ambayo hayana mahali kwenye media wamekuwa wengi, na hakuna mtu yote ambaye ana publish angalau kitu ambacho kiko positive, na maana wale watu watakuwa wengi, na hivyo ndio media itaendelea kuharibika kila siku. Kwa hiyo kwa nini sisi wote tuseme sisi wote kuanzia leo tutapublish mambo ya ovyo, tutapublish mambo ya kuelimisha, na sisi tukikuwa wengi kule tutaelimisha walio wengi kupitia media. Kwa hiyo kwa nini uwe mmoja wao wa kuposti mambo ambayo yaliweka? Wewe ambao unanisikiliza, kwa nini? Wewe unataka kwa mfano leo sema no mimi angalau nitakuwa na post kila siku proverb na ni verse biblique, kama sina uwezo wa kuandika verse biblique, au kama nitapost picha ya Biblia lakini andika maneno ambayo yanaeleweka. Media, nani atasimamia media? Monteni ya tatu, politics and government. Nayo pia bado natafuta watu. Ninyi wenyewe ni mashahidi mambo ambayo yanaendelea ndani ya government zetu. Politics wa leo wote wako corrupted. Wote kila mmoja yuko pale kwa sababu ya maslahi yake. Na kwa kitu ambacho ni wapo tu 1960 wakati anasoma discours ya siku ya independence ya Kongo. Unajua walio wengi sisi tunapenda kusoma historia ya Lumumba kwa sababu unajua Lumumba alikuwa hivi. Na kupatia devoir leo wewe usome historia na discours ya Rwanda au utatoka ile discours kama ulivyoingia. Aliongea mambo mazito makubwa. Yaani okay, tukubali kwamba wale watu wako hypocrite, lakini kwa kwamba le discours ambaye aliprononce ilikuwa pile meditative kwetu. Na yote ambayo anapitia pale nyumbani yote aliyazungumza ndani ya discours. Yote. Kwa sababu alisema hivi, mtakuwa na ugumu sana wa kujiguverne kwa sababu ya magari tibana mambo mengine yaendelee. Kitu kingine ambacho alisema hapo tukiendana na hiki ambacho tunakiongea pale, alisema hivi, viongozi wenu wanatakiwa kuweka preoccupation ya kwanza intérêt généraux ya watu na wasiangalii maslahi binafsi yao. Ndio kisema. Lakini leo inakuwa mimi naona kwenye nitapata pesa sawa ni politiki. Ingia tu politiki tutapata. Unaona intention ambayo kupeleka politiki. Sasa who has to change that? Nani atabadilisha? Nani atasema mimi ni chumvi, nitafika ndani eneo ya politiki na niende nioshe mambo. Nitafika pale, sitakuwa corrupted. Ile kidogo ambayo nitaipata, nitakula hiyo, lakini nitahakikisha kwamba kila kitu kinatembea sawa sawa. Chukua mfano wa hayati Magufuli. Ni kama vile alitumwa kwenye eneo la politiki kuna kunyoosha mambo pale. Mambo yalikuwa yaliyokeleweka kuingia hivi, wewe fulani uliiba milioni hivi, umetumbuliwa. Wewe fulani kusafisha politiki. Nani atasimamia nchi kwenye njia ambayo ni sahihi kusafisha kila kitu, kwa sababu politiki ni eneo ambayo pia iko attack. Kwa hiyo endelea kujiposition. Usiende kwa sababu ya pesa. Usiende kwa sababu kujinufaisha. Nenda unyooshe hiyo eneo. Politiki. Sehemu nyingine, infrastructure. Na hii sema mambo mengi niliongeza. Yeye alisema sehemu sawa. Iliona hii sehemu ni muhimu sana. Infrastructure ni miundombinu. Ndio miundombinu. Na maana yale mambo yote ambayo tunayofanya bwana tu accelerate ambayo yanaonyesha watu wako develop hao. Barabara nzuri, kuna vilabu vizuri, mahospitali mazuri, kuna pale tunaona masomo yanajengwa, mabomba, voilà infrastructure. Kuna watu wameitwa kwenye eneo. Na mimi kwanza discuss kwa hivyo sana. Kwa sababu kuna wakati nilikuwa nataka tu initiate hapa. Come on man, tunaanzaje kutia? Hivi mshaona barabara za Kongo? Bado nasema huko bado watu tuko hapa kabisa. Kwa nini hatuwezi kuchanga pesa tufanye tuosoe barabara kutoka hapa mpaka kule? Watu wanatembea vizuri. Kwa hiyo kuna watu ambao wana hizo calling. Kuna watu wakiona ile barabara, wao wanafurahi na wanaona kama kawaida. Kwa sababu sio eneo yako. Lakini kuna watu ambao wanalia. Anakaa kwa sababu tu hana uwezo kila siku. Kama ningekuwa na uwezo. Hii barabara mimi niketi na mimi. Huyu ministri kazi kupokea 20
unashindwa kaza par mois apana yako $100 unapokea kademi $500 par mois na tuko sawa wewe $21,000 par mois. Lakini je, iko ile passion ya kusema kwamba nimeitwa kwenye eneo fulani ya infrastructure nijenge huko yetu vraiment huko hospitali huko maekole ukiangalia sema watu wanasoma huko watu kusoma huko mwi 2025 watu wanasoma hapa na hii ndio hospitali watu ndio maji wanakunywa hizi ndio barabara shida. Who has to change that? You. Wewe ambao unasikiliza ndio unapaswa kusimama ufanye kitu. Kama nilivyokuambia, hata kama una resources leo usikate tamaa, endelea kufikiria. Buni siku moja unaweza kufikia kitu kizuri na kutusaidia kwenye eneo ya infrastructure. Tunasumbuka sana. Eneo lingine ni ministry. Hapa nikisema ministry naonyesha kanisa. Wangapi wanaona kama mimi naona kanisa iko under attack? Wachungaji wajielewi tena. Kuna wengine wasamaki na wengine. Na kuna wengine akiacha maji hapa, na mwenzake mchungaji ndio jirani yake hawezi kunywa tena. Na hicho kitu kimesha napaka kwa waumini. Waumini hao washakuwa hivi. Ukaweza fulani hatuwezi yene kanisa. Hii ni kanisa. Swali moja, nani atasimama? Kwa sababu mimi lazima nioshe eneo hili. Nani atasimama? Mungu anatafuta mtu kwenye eneo hili. Ambaye hatakubali kuona wachungaji wanafanya wenye wanapenda. Mtu anakuwa anajiundia vitu vyake. Anasema no. Nilisoma teolojia kwa sababu najua hii ndio kazi yangu. Na hilo kitu tutapenda nikwambia hapa. Katika kila eneo ambalo niko nataja hapa, au tena kichwa. Let me tell you, there is a step to take step. Huko step unatakiwa kufanya kabla ya kupata step. Kabla ya kwenda kutatua matatizo kuna mambo unatakiwa kufanya. Kwa hiyo unasema mimi nitanyosha kanisa na ujui kitu. Au pastor atakupiga maandiko 2-3, unasema ndio vile tenda kwa shetani ile unaacha. Kwa nini haujui? Kwa hiyo hapo jiandae. Ukisema mimi nitapambana politics, wewe usome. Unasema juu niko na passion, juu nilikuwa inspired kasi mafundisho leo. Mimi nasimama huko process ya kufanya. Kabla ya kuanza kufanya kile kitu ambacho unaona kwamba unaweza kufanya. Let me tell you, mimi nilipenda sana kuwa ndani ya nafasi ambayo ninayo leo. Niwe na uwezo kuzungumza mbele ya watu na kuconvince watu. Lakini sikusimama na kuanza. Long time ago. Nianza kusoma. Hivi mimi niko na mamenta. Zambia niko na menta. Kenya niko na menta. Tanzania niko na menta. France niko na menta. Nikuambia wakati. Preparation. Katika chochote. Katika eneo yote ambalo mimi nitafanya hivi. Simama jifunze kuhusu Biblia. Simama jifunze kuhusu politiki. Simama kujifunza kuhusu familia. Utaisaidiaje? Tuko sawa viongozi? Tuko sawa? Ndio. Eneo nyingine. Arts and entertainment. Watu wa muziki tuko hapa. Na watu wa watu wangapi wanaona muziki ulivyovamiwa? Tunahitaji watu ambao watakuwa na uwezo. Ukisikia muziki wa fulani na unasikia kuna message ambayo inagusa morality, inagusa maadili, ndio tunasema yes, nibariki. Wangapi leo wanaona kama muziki umevamiwa? Hivi wao hauna hasira na muziki umevamiwa? Yaani kuna muziki hauwezi sikia na baba yako pale. Sasa unaye aliwaza yeye aanze imba hivi. Nani wa kusimama kuokoa hiyo eneo? Sio kila kitu. Watu wanaweka kila kitu kinaweza kuwa public. No. Kuna mambo ambayo kuna watu ambao wanatakiwa kusimama kuna integrity kusema kwamba sisi kuanzia leo ukiimba muziki ambao unasema hivi na hivi, maneno fulani yanatokea ndani ya muziki, huo muziki hauwezi kuplay. Nani atasimama kuokoa hiyo eneo? Watu wa muziki tupo? Viongozi tupo? Tupo. Eneo